very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuibua hali ya taharuki katika vita vyake vinavyoendelea kati yake, ambapo kwa siku za hivi karibuni rais wa Marekani ameonekana kuhanga na kuhangaika zaidi, akihitaji kile amesema kusitishwa kwa mapigano yanayoendelea kati yake na Iran, huku akitangaza jeshi lake la vikosi maalum kutokea nchini Marekani kukita kambi Mashariki ya Kati katika mlango wa bahari wa Hormuz, akisema hata udhibiti kikamilifu mlango huo wa bahari wa Hormuz na hatimaye kudhibiti meli zote za kibiashara katika eneo hilo ambalo ndilo kitovu muhimu cha kusafirisha bidhaa muhimu za mafuta na gesi ulimwenguni kutokea Mashariki ya Kati, ukanda huo. Katika hali iliyozua taharuki kubwa na mtafaruku katika mitandao mbalimbali ya kijamii na kurasa rasmi za vyanzo vya taarifa, ni juu ya kauli ya rais wa Marekani Donald Trump ya hivi mapema aliyosema kwamba tayari Irani imekubali kile amesema masharti ya Marekani katika kusitishwa kwa vita baina ya pande hizo mbili zinazohasimiana kivita tangu mapema Februari 28 mwaka 2026, ambapo katika matamshi yake hayo ya mapema rais wa Marekani Donald John Trump amesikika akisema kwamba tayari Irani imesalenda na imekubali kila kitu ambacho Marekani ilikitaka kwao. Mosi, akisema Irani imekubali kuachana na silaha za nyuklia, akisema imekubali sharti lake hilo la awali na kwamba haitokuwa tena na uzalishaji wa nyuklia ndani ya taifa la Irani, kwa mujibu wake akisema kwa zaidi ya miaka 20 waliotaka Marekani. Rais wa Marekani Donald John Trump katika kauli zake hizo zilizoelezwa kama za propaganda na zisizo na ukweli thabiti, ameendelea kusema kwamba Irani na Marekani zina makubaliano makubwa na asili ambayo Irani haitaki kuitangaza mbele ya hadhara ama umati wa watu ulimwenguni. Marekani kupitia rais wake Donald John Trump imesema sasa ni muda wa ushindi usiowahi kushuhudiwa katika ulimwengu huu wa karne ya 21, kwa kile ambacho ameeleza rais Donald Trump wa Marekani kwamba Irani imekubali kushindwa vita na itaendelea kushindwa vita katika siku zote zijazo, hasa hivi karibuni. Rais Trump akisema Marekani imeanzisha mpango mpya katika vita vyake hivyo vinavyoendelea kati yake na Irani, na akisema siku si nyingi ulimwengu utashuhudia jambo kubwa lisilowahi kudhaniwa huenda lingetokea hivi karibuni. Akizungumza yote hayo, rais wa Marekani Donald John Trump amesema the big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about kitu kikubwa ambacho tunapaswa kufanya na ndicho ambacho tumekifanya ni kuhakikisha kwamba Irani haimiliki kabisa wala haizalishi silaha za nyuklia, na ndicho kimetokea. Na Irani hawana kabisa silaha za nyuklia. Kama wangekuwa nazo basi wasingehitaji kuzungumzia matatizo yanayoendelea kutokea ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini niseme wazi kwamba Irani imekubali kila kitu kutokuwa na silaha za nyuklia na watakabidhi mavumbi yote ya nyuklia kutokea kwao, yale yaliyorutubishwa. Huu ni ushindi mkubwa ambao hauna hata mfano kuwahi kutokea ulimwengu huu wa sasa. Muhimu sana ni kwamba Irani isiwe na silaha za nyuklia, na wamekubali hilo. Irani imekubali hilo na wamekubali kwa nguvu sana. Wamekubali kabisa kutorutubisha kile kinachoitwa vumbi la nyuklia kilicho chini ya ardhi kwa sababu ya shambulio tulilofanya kwa kutumia mabomu ya B2 Spirit bombs. Hivyo niseme wazi kwamba tuna makubaliano mengi sana na Irani, na nadhani kuna kitu kizuri sana kitakachotokea hivi mbeleni. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. Ni kauli tata zaidi ya rais wa Marekani Donald Trump, kauli ambayo inaelezewa pasi na kuwa na hata chembe ya uhalisia,
ama ukweli thabiti juu ya hiki ambacho Rais Trump anakizungumza, kwani Irani haihitaji aina yoyote ya mazungumzo na Marekani, Irani ikisema kwamba wao hawako tayari na mazungumzo ya kidhalimu, bali wamesimika mikono yao yote katika viwashio vya makombora ili kujiandaa na mashambulizi yasiyokuwa ya kawaida kuwahi kushuhudiwa tangu vita hivi vilivyoanza mapema Februari 28 mwaka huu 2026, ambapo katika matamshi yake msemaji wa jeshi la Iran IRGC kupitia makao makuu yake ya hatima ya mitume wa mwisho Al-Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zulfakhali alisikika akisema kwamba Irani sasa inachosubiri ni kuendeleza vita na si makubaliano ya kilaghai, ikisema Marekani imesitisha vita kwa muda mfupi ili kutumia kile amesema ujanja wa kujiweka sawa na kujipumzisha dhidi ya makombora mazito ya Irani, na amesema kwamba Irani inachukua muda huo na nafasi hiyo kuweza kuboresha na kufanya ukarabati wa vituo vyao vya nyuklia vilivyosambaratishwa hapo awali, na maeneo mengine yote ya miundombinu ya jamii na raia wote wa Irani inakwenda kuboreshwa, na tayari ukarabati huo umefikia 95%. Ibrahim Zulfakhali ameendelea mbali zaidi akisema kwamba Irani sasa iko tayari kwa mashambulizi na vita visivyokoma hata miaka 10 na kuendelea mbeleni. Akitoa taarifa yake hiyo, msemaji wa jeshi la Iran Ibrahim Zulfakhali amesema kuhusu mlango bahari wa Strait of Hormuz, Irani itaendelea kudhibiti mlango huo na kuhakikisha kwamba hakuna chochote kinachoweza kukwamishwa na taifa la Marekani, hasa kile Trump ameelezea kama vikosi vyake vilivyoko Mashariki ya Kati kuweza kufanya kile ameita Strait of Hormuz blockade. Hata hivyo, katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump alinukuliwa akizungumzia juu ya mwenendo wa vita vya Mashariki ya Kati, hasa vya Irani na vile vinavyoendelea kati ya Israel na makundi ya Kiislamu ya Wahouthi huko Lebanon na Yemen, akisema ya kwamba ametoa siku 10 za kusitishwa kwa vita dhidi ya Israel na makundi hayo katika ukanda huo. Kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani CENTCOM inayoendesha operesheni zake Mashariki ya Kati kupitia meli kubwa za kivita za Abraham Lincoln imesema kwamba meli ya USS Abraham Lincoln aina ya CVN-72 inaendesha shughuli za uzuizi kikamilifu katika mlango bahari wa Hormuz huko Mashariki ya Kati. Kikosi cha anga cha kamandi kuu ya Marekani CENTCOM kimesema kina jumla ya ndege lukuki za kivita, ndege za aina ya F-35 daraja la C, ndege za F ama A-18 na ndege za kielektroniki za kushambulia za EA-18G na ndege za amri ya udhibiti za E-2D pamoja na helikopta na ndege za usafirishaji. Bado mchecheto wa vita unasalia kwa mkali zaidi katika anga la Mashariki ya Kati, wakati ambapo Irani haihitaji kabisa kile kinachoeleza kama mazungumzo ya kusitisha kwa mapigano kwa mataifa hayo mawili hasimu, yani Irani na Marekani, huku wa Irani wote ndani ya Teherani wakiandamana kuitisha vita kuendelea na siku koma ama kusitishwa. Hata hivyo, hayo yanajiri wakati ambapo Pakistani na washirika wengine wa ukanda wa Mashariki ya Kati wameendeleza juhudi za kufanya mazungumzo baina ya pande hizo mbili, juhudi ambazo bado hazionyeshi kufua dafu hata chembe. Katika duru ya mazungumzo ya pande hizo mbili, turufu yake imekuwa si angavu kuonekana hata kunako nuru. Kufuatia hilo, hivi karibuni mkuu wa majeshi wa Pakistani amewasili mjini Teherani, Irani, na kukutana na ujumbe wa Irani na kuongozwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Bwana Abbas Araghchi, ikiwa kama kuonyesha juhudi hizo, wakati ambapo Irani ilikataa kuwasili mjini Islamabad, Pakistani, kufanya duru nyingine ya mazungumzo iliyotangazwa mapema na rais wa Marekani Donald Trump kwamba yangefanyika siku ya Alhamisi nchini humo.
Sanjali na hilo, Marekani kwa sasa ameshuhudiwa kupata anguko kubwa la kukosa ushirika wa karibu wa mataifa yote aliyokuwa akishirikiana nayo hapo awali, hasa ukanda wa magharibi mwa Ulaya na hata ukanda mashariki ya kati, ambapo wachambuzi wa siasa za kikanda na mizozo ya kieneo wanaeleza kwamba hatua ya sasa ni hatua ambayo ndio stahiki kushuhudiwa kwa Marekani ili kuweza kupunguza uwezo wake wa kivita na kushindwa katika vita hivi vinavyoonekana kuwa na athari mbaya za ulimwengu, hasa katika kupanda kwa gharama za maisha ulimwenguni kote. Hizi ni ripoti maalum kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani. Mimi ni chifu mkuu wa itifaki na hii ni UHOMA TV. Hadi wakati mwingine, kwa hili kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.